ambacho ameweza kukiona kupitia wanafunzi hao, lakini pia tuko nao wazazi ambao wameweza kupata nafasi ama fursa kwa kila ambacho kimeweza kuonekana katika siku ile kubwa zaidi. Wale kubaki nasi. Majina naitwa Emmanuel Shekizongolo, mkuu wa chuo cha walimu Shahare. Nimefurahi kupata wito kwanza kuja kwenye hafla hii ya wahitimu wa KG3, watoto wanajiandaa kwenda class 1. Nimeona mazingira ni mazuri kwa ujifunzaji. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mtaalamu kwenye kada hii ya elimu, na napenda sana kuona watoto wanajifunza hasa kwa vitendo. Mwenye shule ya mkurugenzi, nimtaje kwa majina, Madam Fatuma Machako, ametekeleza hilo kwa vitendo, na si kwa sababu yeye amependa liwe hivyo, isipokuwa kwa sababu pia na maelekezo ya Wizara ya Elimu. Sasa mtaala wa kwetu wa elimu wa mwaka 2023, hii ni sera ya elimu mwaka 2014, lakini toleo la 2023 linataka watu wajifunze kwa vitendo. Profesa Adolf Mkenda ni waziri wa elimu kwa serikali iliyopita, lakini kwa sasa kwa agenda yake hii na hiyo kampeni yake ya kufanya watu wajifunze kwa vitendo, na free itaendelea. Kwa madam haja-initiate ujifunzaji kwa vitendo kwa sababu ametaka yeye, isipokuwa ni agizo pia la serikali. Watoto sasa wanaanza kusoma awali, ambao ni compulsory, lazima mtoto asome elimu ya awali kwa miaka 2, baadaye aingie darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6 wanahitimu. Baadaye wanakwenda kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4, ambako sasa elimu msingi inaishia kidato cha 4. Kwa hivyo wale wa kidato cha 4 kabla hawajafika cha 4 wanapaswa kuwa wamejifunza mafunzo haya ya amali, inaitwa mafunzo ya amali. Mafunzo ya amali, mtu anaweza kujifunza carpentry, mtu anaweza kujifunza ufundi uwashi, mtu anaweza kujifunza udriver, mechanics, nyanja mbalimbali na tasnia mbalimbali. Watu wanakwenda huko kujifunza wakiwa bado wadogo, ili baada ya hapo wawe wataalamu kwenye maeneo ambayo kila mmoja atapenda kuchagua. Kwa nimependa sana kuona mambo yamefanyika hapa, na serikali na wadau wengine na mamlaka nyingine zinaagiza sana mazingira ya kujifunzia yawe salama na yawe ya kuvutia. Kama ambavyo tunaona mazingira haya ni conducive, pamoja na serikali na mamlaka nyingine, lakini pia hata wanafalsafa pia wanatualika na wanatuelekeza tuwaweke watoto wetu kwenye mazingira ambayo ni salama. Kitu cha kwanza ambacho tunazingatia ni security ya mtoto. Ndio maana tunasema ni daycare, maana yake mtoto yuko kwenye mazingira salama, alafu baadaye tunamuingizia mambo haya ya shule ili endelee na levels nyingine baada ya kuhitimu kwenye level hii ya KG3. Hapa nafikiri wanaanza baby class, KG1, KG2, na anayehitimu hapa anakwenda KG3. Baada ya KG3 watakwenda sasa kwa level nyingine ya darasa la kwanza na kuendelea. Asante. Mheshimiwa, ni lako la kuweza kutamatisha, malezi unayaonaje hasa kwa upande wa jamii kwa karne ya sasa? Karne ya 21 ina changamoto ya malezi kwa sababu ya mwingiliano wa mambo kadha wa kadha. Mambo mengi yameingia huko kwenye jamii, lakini pia utafutaji nao umekuwa wa shida na uliotawanyika. Kila mmoja anapaswa atafute kwa nguvu zote ili watoto waweze kupata stahiki yao au waweze kupata maisha yao kwa usahihi. Ustawi wa watoto ni muhimu. Tunaposema malezi, tunasisitiza ustawi wa watoto, si malezi tu. Wazazi hawaangalii malezi tu. Hicho ndio kitu ambacho sisi tunakutana nacho kibaya sasa hivi. Wazazi hawaangalii malezi tu, wanaangalia ustawi wa mtoto. Ustawi wa mtoto si malezi tu, lakini wito wetu ni wazazi waangalie kwanza katika huo ustawi wa mtoto. Kitu cha kwanza kinachopaswa kuzingatiwa ni malezi ya watoto. Mwingiliano wa mambo mengi, kazi zimekuwa nyingi, wazazi hawana muda wa kukaa na watoto wao. Lakini pia jambo jingine linalotishia sana malezi ya watoto ni bahati mbaya sana watoto kuwa na mzazi mmoja, kwa maana mtoto hapati malezi ya baba, hapati malezi ya mama, aidha hapati ya mama au hapati ya baba, hawapati malezi ya pamoja. Mzazi mmoja hawezi kumlea mtoto katika njia nzuri isipokuwa akiwa wote. Sasa changamoto imekuwa kubwa. Zamani hizo za wazee wetu, mtu lazima afunge ndoa aoe, au ndio mtu lazima afunge ndoa azae.
azae, au afunge ndoa ndo apate mtoto. Lakini sasa mtu akimaliza tu yuko form 2 ameshapata mtoto, baba yuko wapi? Hayupo. Sasa mtoto huyo atalelewa na nani? Kwa hiyo tuhakikishe kwanza tunapata malezi kama jambo la msingi la ustawi wa mtoto, ndipo baadaye tuende kwenye mambo mengine. Kwa swala malezi imekuwa la ajabu sana. Kitu kingine ambacho ni cha ajabu zaidi ni kwa sababu mataifa ya nje nayo yanashinikiza. Wao wanawalea watoto vizuri kwenye tamaduni zao wanawalea vizuri, lakini sisi tunachanganya tamaduni zetu na za kwao. Na waweza kuwa ni mpango wa mkakati ili wawashinde watoto, ili waishinde dunia kwa kuwafanya watu waingie kwenye ushoga, kwenye ndoa za jinsia moja. Wanaanzia chini, kwanza kuharibu harmony kwenye hormones kwenye mili ya watoto. Wanaanzia huko. Unapoharibu hormones zile kwenye mwili ya watoto wa kiume au wa kike, tayari umeshahatarisha maisha yake yote hata atakapokuwa mzee. Lazima aingie kwenye malezi hayo ambayo ni potoshi, lakini yaweza kuwa potoshi kwetu, isipokuwa kwa watu wengine wao wanaona wamefanyaje, wamefanikiwa. Kwa wito wangu kwa wazazi, kuanza kuyatazama maadili ya Kitanzania, kuanza kuyatazama kutazama upya maadili ya Kiafrika. Ulimwengu umekuwa wa kisasa sana, tuendelee na huo usasa, lakini maadili yao jambo la msingi. Tukizingatia hilo maadili, kuweka kwa jambo la msingi, basi maadili ya kwa watoto yatakuwa mazuri, na hata atakapokuwa mzee tutakuwa na wazee ambao wana maadili kutoka utotoni mwao. Asante. Kwa majina anaitwa Fatuma Machaku Selemani, ni mkurugenzi kituo cha kulelea watoto wadogo mchana Machaku Daycare Center kilichopo opposite na shule ya msingi Mzingani, mtaa wa Sahare. Safari yako imekuwaje? Toka mwaka gani na leo hii umeweza kufika tamati? Safari yangu namshukuru Mwenyezi Mungu, tangu 2022 mpaka sasa tumefika. Nikisema tamati ni uongo, kwa sababu bado tunaendelea, ila siku ya leo nina furaha sana kwa sababu ni graduation yangu ya kwanza, na nilikuwa na watoto 3, lakini leo hii nimefanya graduation na watoto 48. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu sana, na siwezi kuongea yani mambo mengi jamani. Ni shukrani sana, zaidi ya sana. Nilipomleta alikuwa haelewi chochote, kwa sababu ndio ilikuwa awali anakuja nikamleta hapa, lakini sasa hivi mwanangu yuko vizuri. Yani nikisema vizuri na maanisha vizuri. Una wito kwa wazazi pengine kuhusiana hili jambo? Ndiyo, wito kwa wazazi ni kwamba yani wasikae majumbani wakaanza kuifikiria Machaku kwamba Machaku haiko vizuri. Machaku yuko vizuri na madamu wake yuko vizuri. Kwanza ni mcheshi kwa watoto, alafu yani anaweza kuwafanya watoto yani wajisikie vizuri. Mtoto yani hata ukikaa naye yani ukimuuliza kuhusu Machaku, mtoto anakuwa yuko vizuri. Na hata kama mtoto ana shida zako za nyumbani kibinafsi, ukija ukimwambia madam anakusaidia kwa kweli. Tumalize kwa maana ya kujitambulisha tena, jina lake, anaitwa nani, ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Tanga, nakaa katika maeneo ya Magorofa na Sako Fleti polisi. Naitwa Asha Omari Kombo, mwanangu anaitwa Mansuri Sadiki Mbora. Shukuru sana. Yuko hapa Machaku. Shukrani. Kile ulichotegemea ndicho kwenye siku ya leo ama kimeenda tofauti? I say. Kama swali lako ni la utata, kwa sababu nilitegemea kwamba nitapata wageni wangu wale 40 kutokana na watoto wangu ni 40, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, wageni ni wengi na wameniitika, na wadhamini wa kutosha ambao wamekuja. Nitaki kusema kwamba tu ni alhamdulillah, na maana nilichokitegemea na nilichokuwa kimetokea ni vitu viwili tofauti, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Shule za daycare zipo nyingi hapa nchini Tanzania ama katika mkoa wa Tanga. Shule yako ina ubora wa kitu gani na kitu gani? Hii ni kuweza kumshauri mzazi na kuweza kumleta mtoto. Asante. Napenda kusema kwamba kwanza najivunia kwa sababu ni mwalimu, nimesoma Montessori. Montessori ni kituo ambacho kinafundisha, au ni chuo ambacho kinafundisha malezi, tena malezi yenyewe ambayo tunayaishi sasa hivi. Kwa hivyo basi najivunia kwa Tanga kuwa na kituo ambacho kinalea watoto vizuri kwa mafunzo na kwa malezi ya baadaye, ya kusema kwamba watafanya useremala, watashona, watatwanga, watafinyanga, watatengeneza, wakafanya sanaa na kwenda kufanya nini, kuuza na kukuza vipaji mbalimbali. Tunakuza vipaji kwa kweli, mtajionea na mmejionea. Nashukuru leo madamu
ana sherehe, anasherehekea watoto, wanamaliza. Kuna baadhi ya wanafunzi wanapokea vyeti. Ila awamu zilizopita mwanangu alisoma hapa. Kiukweli shule hii ni nzuri na inafundisha vizuri, ina malezi mazuri, chakula na mandhari pia ni mazuri. Tunawaomba wazazi mwalete watoto shuleni hapa, kwani hii ni shule bora, ina walimu waliobobea na ni wanyenyekevu mno na wanawajali watoto kwa muda wote. Kwa hiyo hata sehemu ya kupumzika ipo, mtoto anapokuwa ameshafundishwa, ameshakula, amechoka, analala na vitu vizuri na michezo, kila kitu kipo. Yani kwa kweli hii shule ni nzuri sana. Tunawakaribisha wazazi wote mwalete watoto wenu shuleni hapa wapate elimu bora. Nashukuru. Nashukuru sana. Tunasema kwamba help a child to do it him or herself, msaidie mtoto aweze kufanya mwenyewe. Wanasema kuna safari inayokosa changamoto. Kuna changamoto gani labda kupitia shule yako hii? Changamoto ni kwamba watoto wanachelewa kuletwa shuleni. Wazazi mnaonisikiliza, naomba mlete watoto mapema kutokana na umri wa mwaka mmoja, hata kama hatakuja kwangu, lakini jamani, wapelekeni watoto shule mapema. Mtaala wa sasa hivi watoto wanaishia darasa la 6. Kwa hiyo changamoto kubwa inayotukumba sisi nasari, watoto wasicheleweshwe kuleta shule ili waweze kuperform vizuri. Kupitia siku ya leo, kipi ambacho hutokuja kukisahau? Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufanya graduation? I say furaha kubwa sana. Ambacho sitakuja kukisahau ni ule ujio wa watu wakubwa ambao sikuwategemea na wamenisapoti vizuri sana, na washukuru kwa ujumla. Una neno pengine nitakuwa nimelisahau? Hapana, nashukuru sana zaidi ya sana, lakini pia napenda kushukuru mume wangu na familia yangu kwa ujumla, wamenisapoti pakubwa mpaka nafika hapa. Asante.